Mbele ya vyombo vya habari kwa faida ya watu wasiofahamu kitambulisho. Mtangazaji, naitwa kwa jina la Naluvumbu Kibambala Mwami Wenjuki, niko coordinateur wa ele politique ya province ya Sud Kivu. Na kiongozi huko mjini Uvira, tulipoona mkiwa katika kikao na viongozi mbalimbali wa kizalendo, mlikuwa mnazungumzia nini? Tulikuwa tunazungumzia pointi kama mbili hivi, nalenga uzalendo na ambazo zinazungumzia kuhusu kuondoka kwa waasi wa M23 ndani ya teritwari ya Uvira, hususa sana Plaine de la Ruzizi, maana ndo na tulizungumzia pointi ya pili kuhusu mali ambazo wa M23 walienda wanapora na wakazipeleka huko Rwanda. Bwana mtangazaji, kuhusu kuondoka kwa M23 hii sasa mmesuka nini? Sisi kama vile wa VDP tunaenda kumshukuru Rais Felix Tshilombo Gara de la Nation kwa kazi ambayo anaendelea kuifanya wazalendo, kwa kuweza kutupa na sisi fursa ya kuonekana hadharani tukiwa tukipambania nchi yetu ya Kongo. Cha pili ni kumshukuru rais kwa kazi ambayo aliendelea kuifanya kwa kurenforce jeshi letu la FRDC, pia kwa kuendelea vile vile na diplomasi. Na leo tumeona M23 wameondoka mchana kweupe na wanasema ya kwamba wamerudi Kamanyola, lakini sisi kama VDP tunasema ya kwamba Kamanyola ni Kongo, Bukavu bado ni Kongo, Goma bado ni Kongo, Bunagana bado ni Kongo. Warudi sehemu walikotoka, na wasiporudi tuko imara, tuko ngangari kwa kuendelea kuwafuatilia mpaka kuneutralize adui. Bwana mtangazaji, binafsi katika mkutano huu naamini kwamba wanaondoka au na mashaka bado? Wameondoka kwa sababu tayari tumesha kaba maeneo zote ambazo walikuwa wanashikilia, Sange, Lemera, Mlenge, Katobo na Luvungi kuendelea mpaka Lubarika. Tayari jeshi la FRDC pamoja na wazalendo wamesha wasili mahali pale na wanaendelea kutia usalama raia na mali yake. Bwana mtangazaji, umesema nukta ya pili tumezungumzia kuhusu mali ambazo M23 wameiba na kupeleka kwao Rwanda. Ni mali zipi ambazo wamezipeleka na mkaji wao wamezichukua hizo mali? Labda si mali tu wamezipeleka, ni nyingi zaidi, yapata 1513 hivi ambazo ngombe walizozipeleka, ambazo zilikuwa ni za raia wa Kikongomani, ambazo zilikuwa ndani ya Plaine de la Ruzizi, kwa sababu walichukua ngombe ambazo zilikuwa Mlenge, zilikuwa Kishagala, zilikuwa Kabere, zilikuwa Mubere, zote na Lemera walishuka nazo. Walichukua ngombe ambazo zilikuwa Nyakabere, ambazo zilikuwa Ndolera, zote walikusanya na walienda nazo. Na isitoshe walipie hata maizine fulani ambazo za kutengeneza kahawa pale Luvungi, zote walikusanya zile mashini na walipeleka hata na magreda za kulima, zote walikusanya na wakapeleka Rwanda. Mbuzi ndo usiseme, kondoo usiseme, walifanya mambo mengi mabaya bwana mtangazaji, ambayo tulitaka kudenonse hapa ya kwamba waliacha wanafanya krime ndo wakaondoka wale majangiri. Bwana mtangazaji, kutokana na utoaji wote huu ambao M23 wamefanya, wamepeleka mali za wananchi hivyo wanakuzibeba, nyinyi mnataka nini kwa serikali na kwa Umoja wa Mataifa? Serikali ijue, na pia serikali nayo imeshajua kwa sababu pia nao wana ngazi zao za usalama, na tunataka kwa Umoja wa Mataifa kuwa washahidi ya kwamba zile ngombe zilipelekwa, na kesho yake walipora, wataanza kusema ya kwamba sisi ndio tulipora mali yao,
wataanza kusema ya kwamba sisi ndio tuliwakimbiza. Nitakwambia ya kwamba hata raia wa Kitusi ambao walikuwa Bwegera, ambao walikuwa Mtarule, wote waliondoka nao wakaenda nao mpaka huko Rwanda ili kwenda kupanga njama zao za kutaka kuwatumikisha kibiashara, ya kwamba sisi tuliwafukuza. Ijapokuwa sisi hatukufukuza mtu yoyote, ikiwa ni raia ambaye haingie kwenye siasa za M23 Tabara pamoja na Rwanda, huyo raia yuko huru kuishi na wengine raia kama raia mzuri. Lakini kama ni raia mwenyewe anaingia kwenye siasa za agresio ya nchi yetu, ule raia awe ni Mkongomani, awe ni raia wa nchi gani, ni lazima ashikwe na apelekwe mbele ya mahakama makuu. Bwana mtangazaji, taarifa tulizo nazo M23 wameanza kuondoka siku ya Jumamosi na kufikia juzi na jana wameondoka, lakini kuna taarifa mpya kwamba wanaondoka kutoka bonde la Ruzizi, lakini huko milimani tena wameanza kutokonoa ngome za wazalendo. Siku ya Jumapili kuna taarifa kwamba wanataka kuja Uvira na wakazilizwa na vikosi vyenu vya wazalendo na Nzelamu. Nyinyi kama vile wazalendo mnalisoma hadi hasa nyinyi kama vile wasomi wanasiasa wazalendo, huko M23 natangaza tunaondoka, wanazunguka nyuma, na wataongoza maeneo ambayo hawajatoka au vipi? Bwana mtangazaji, sisi hatuwachokozi, lakini wao ndio mbinu zao hizo. Maana leo wanasema wanaondoka kwenye mto wa Ruzizi au Plende la Ruzizi, alafu tena wanapanda hivi, tunawasikia wanaenda Mwenga wafanye mashambulizi kule. Juzi walienda kuatake wanajeshi wa Zelambuma ambao walikuwa sehemu za Mikenge, ambao walikuwa wanataka wavuke waende Minembwe, lakini walikuta vijana wako imara pale, waliwatuanga vizuri na wakawarudisha, na baadhi waliacha maisha pale na kuacha wanatupa vyombo. Hizo ni mbinu za adui. Adui anaonyesha kwa upande huku ya kwamba atafanya hiki, lakini upande mwingine anafanya kingine ambacho sio sahihi. Kwa hiyo sisi wazalendo tuko vigila, sisi wazalendo tuko mara kwa mara, usiku mchana, tuko imara na tuko ngangari, kwa sababu tunaipigania nchi yetu. Hatuna nchi nyingine isipokuwa hii Kongo, na ndio maana huwa tunaambia jeshi letu la FARDC ya kwamba tusifatane na mambo ya hawa wa jamaa, kwa sababu ni waongo zaidi na wanatumia mbinu za uongo ili kutaka kuonyesha kwamba kuna ukweli fulani. Bwana mtangazaji, kuna taarifa kwamba wakati mnaingia Sange mmezuizwa na wasaidizi wenu, wakubwa zenu, wazazi wenu FARDC hawakutaka kuingie Sange, wakawaambieni mrejee. Hizi taarifa nyinyi kama wanasiasa mmezipata, na kuna kitu gani kilikuwa kimefichama chini ya kitanda mpaka mkasukuma kwamba msiingie Sange? Taarifa tumezipata bwana mtangazaji, na hata mimi peke pamoja na staff yangu tulifika hadi mpaka Runingu na tukaambiwa ya kwamba kuna oda ambayo imetolewa na komanda Rejo ya kwamba sisi tusivuke Runingu eti kwenda Sange, turudi Uvira. Cha mshangao, yeye mwenyewe komanda Rejo anatuambia kwamba tutoke Uvira twende Kufro, lakini kesho tulishangaa anaanza tuambia tutoke Kufro ili turudi tena mjini Uvira. Lakini nilifikiri ya kwamba kutakuwa mchezo fulani ambao ulikuwa unataka kuchezwa pale, lakini wazalendo ndio walikuwa wa kwanza kuingia Sange na wakaprogrese hadi mpaka hivi wako Luvungi, alafu jeshi letu la FARDC linakuja nyuma. Nilitaka niweke mwangaza pale. Mzalendo ni mtoto wa nchi, umwambie ya kwamba asitoke, asiingie mjini Sange, na ndo kwao kuna baba kuna mama. Yapata miezi mingi tuliacha wanawake mule, watoto. Itakuwaje kumfukuza bwana mtangazaji? Itawezekana? Haitawezekana. Na kuhusu hilo swala itakuwaje? Nini tunataka kufanya ikiwa wakanangania kukataa msingie Sange, na wakati tumepita pale Sange tukakuta mmeweka kambi Runingu? Tumeshapiga simu kwenye ngazi za juu na yale mambo nafikiri ya kwamba yameisha. Sasa hivi watoto wamesha tupigia simu ya kwamba wameshaingia Sange, na wengine wanatoka huku wanaingia Sange vizuri kama kawaida. Na waza hilo swala limeisha jana wakati komanda Rejo aliambiliwa, na kama kingangania ya kwamba sisi hatutafika Sange,
tutafika tu, maana sisi ni watoto wa mjini. Tusipopita kwenye barabara, tuna njia 100 za kuingia Sange na tatukuta tumesha kuwa Sange, na kwanza tumesha kuwa hata Luvungi. Sasa yeye bado angali anang'ang'ania Sange na tusha kwa Luvungi. Ina maana gani kung'ang'ania Sange na tusha kwa Luvungi? Bwana mtangazaji, hiyo itakuwa tu ni kujisumbua bure kwa kamanda mkuu wetu Komanda Resho. Nikusumbua labda kwa kumaliza, ujumbe gani hasa ambao unaweza kutoa kwa viongozi wa nchi, hasa pia kwa wazalendo na kwa uongozi wa mapati politiki za wazalendo na kwa diaspora kwa ujumla? Ujumbe ni kusema ya kwamba sisi wazalendo kwanza, wazalendo halisi tuko imara na tuwe imara. Ni wazalendo ambao tulikataa tuwezi kula rushwa kwa ajili ya nchi yetu. Maana hii nchi ni nchi pekee ambayo tuko nayo. Na tuambie serikali ya kwamba tuko nyuma ya serikali bega kwa bega. Sisi hatupingani na serikali, hapana. Sisi hatupingani na jeshi letu la FARDC. Tunakolabore kwa moyo mmoja. Hasa sana hii nite ambayo rais ameweza kuituma ya Ibu, ambayo inafanya kazi, vijana machachari sana wanafanya kazi kama ilivyo. Tuko pamoja nao bega kwa bega, tunafanya kazi. Tuambie tu wakuu viongozi wote wa serikali yetu ya Kinshasa ya kwamba wawe wazalendo. Maana kati yao bado kuna wale ambao hawako wazalendo. Kuna wengine ndani ya vichwa vyao hatujui mko nini, lakini wawe wazalendo kama vile rais wetu Fachi Beto. Maana yeye ni mzalendo wa kweli. Na tuambie raia wote ya kwamba sisi wote kwa ujumla tujisikie kulinda nchi yetu. Tusibabaike, hapana, tusiyumbe yumbe, na kusema ya kwamba tutapigania nchi yetu mpaka mkongomani wa mwisho. Hatutakubali kuteswa wala kuwa wageni ndani ya nchi yetu. Na niwaambie ya kwamba population yote ya Sud Kivu, niseme ya kwamba tuwe kwa umoja, ziwe matribi, ziwe makomunote ambazo zinapatikana humu ndani ya nchi yetu ya Kongo, tuwe kwa pamoja na tuprotege hii nchi yetu ya Kongo, kwa sababu bila kuiprotege sisi, kesho tutaitwa wageni, na kesho watoto wetu wataitwa wageni, na kesho itakuwa shida kwetu. Lakini tuishi sisi wote kwa amani. Adui akija, sisi wote tusimame ili kumpiganisha, maana adui anakuja kubomoa nchi yetu, kuibalkanize. Na sisi wakongomani 450 hatujapenda, hatujakaa pamoja ili kusema ya kwamba hii nchi tuigawanye. Maana bado nchi yetu tunaipenda, bwana mtangazaji. Asante sana bwana mtangazaji. Hii vita ambayo tuko sasa imekuwa miaka 10 tuko tunapambana na adui. Hapo awali tulikuwa tunapambana na Twirwaneho na tulifanya vita vikali sana. Na tulikuwa tunapambana, lakini sisi hatukuwa tunagusa raia. Tunagusa. Lakini yule yote ambaye alikuwa na silaha tulikuwa tunapambana naye. Unakumbuka bwana mtangazaji, wakati tulikuwa Muramvya, tulipambana na Twirwaneho pale, ambayo ilikuwa inaongozwa na makanika. Tulipambana naye pale na tuliwaremetre mu mikono ya MONUSCO. Ilikuwa mchana kwa upe. Unakumbuka tena wakati tulipambana Bibokoboko, ambako yeye mzee William alikuwa, maana pale palikuwa adui. Twirwaneho alikuwa ishajikonsantre sana pale, na alikuwa atake jeshi la maafa ya jeshi la taifa. Tuliingilia kati ili kusaga adui, na tulikamata mateka, na ile mateka tuliremetre mikono ya MONUSCO pamoja na societe civile. Ukiangalia sehemu ambazo tulifanya vita na Twirwaneho, hakuna raia, hakuna sehemu tuliyonyang'anya mali ya raia, lakini tuliprotege raia wote ambao wa communauté Kofondi kule Nyanza za juu. Lakini wao wa Twirwaneho walifanya masakre kipupu, najua vile. Ile yote ilikuwa ni wakati tuko tunapambana na Twirwaneho. Sasa yeye coordinatere wa VDP province yetu ya Sud Kivu, mzee William Yakutumba, kujielekeza Bibogobogo sio kosa, kwa sababu Bibogobogo ni anti na jeshi letu la taifa FARDC,
na inalindwa pamoja na jeshi la Burundi. Sasa sisi ni wa VDP, sisi ni Reserve Armée de la Défense. Popote pale kutakuwa jeshi letu la FARDC ni lazima tufike pale, na ikabidi afike pale aone ile raia ambayo inaishi. Sio Watusi tu ndio wanaishi Bibogobogo bwana mtangazaji, hata kuna kabila zingine, Wabembe, Wafuliru wanaishi pale, na ndio maana aliitwa na raisi pamoja na konseye wa raisi na jeshi la FARDC pamoja na jeshi la Burundi wakafika pale ili kwenda kusensibilize watu waishi kwa amani, na hilo tunalifanya mara kwa mara. Hata wakati tulikuwa Poezero bwana mtangazaji, tulikuwa sisi wote tuliambia wazalendo wote ya kwamba siku tutaingia Minembwe, kusikue mzalendo ambaye atagusa kitu cha, kusikue mzalendo ambaye atafanya raia yoyote kitu kibaya. Raia wote wako protege na raia wote tutaendelea kuwalinda mpaka kieleweke bwana mtangazaji. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Rais Felix Tshisekedi siku mbili baadaye na mshikamano, kupendana, kuachana na chuki za kikabila, akatumia lugha ambayo leo imezungumziwa vibaya mitandaoni, anasema kwamba hata yule mnayeruta ya kutumia kwa Kifaransa le famille, hicho Kifaransa ni kizito, kiko teketeke. Nyinyi mmekisikiaje? Maana watu wanaweza kusema kwamba inawezekana hata rais amemweka mtegoni bwana Yakutumba. Bwana mtangazaji, hajamweka mtegoni, hapana. Tunajua rais yeye ni garde de la nation, chef supreme wa armée ya Kongo, na yeye anajua kila kitu, lakini hajamweka mtegoni. Ruhusu ya kwamba aende afanye mitingi pale na zungumze na ile raia ili kuitoa oga ya kwamba amani imepatikana. Na ile raia kwa kweli tuliona wengi walijitolea kwa kuzungumuza. Kuna mmoja ambaye alizungumuza ya kwamba sisi wenyewe tunajua hesabu ambazo ngombe Twirwaneho ilipeleka, zinafika zaidi ya ngombe 15,000 na vipande ambavyo Twirwaneho ilipeleka. Bado zile ambazo ya 96 mpaka hii leo tunakuwa na miaka 30 tuko kwenye vita. Zile ngombe ukiziweka kwa ujumla zitakuwa zimezaa ngombe ngapi? Wataweza kuzilipa? Na nikwambie ya kwamba yule mzee aliyezungumza ya kwamba hivi juzi walipeleka ngombe, wao ndio walipeleka ngombe hapa Mplende la Ruzizi na zilienda Rwanda. Kesho tutawauliza, watakataa, maana ndo tabia yao. Lakini tuseme ya kwamba amani ni amani, kila mtu anahitaji amani, upande wa huku nao unahitaji amani. Kwa hiyo kwa ile tamshi ya rais, tunahitaji sisi wote tuwe na amani bila ubaguzi wowote bwana mtangazaji. La kuongeza, lakini neno ni kusema kuambia raia wawe macho sana popote watakapoona M23 ingali na yumba au wangali wanajili ficha, watuambie haraka sana. Sisi wazalendo tutafika pale na kuwashughulikia na kuwafanyizia kazi, maana walitangaza kwamba wameondoka, wameenda Kamanyola, na tunajua mpaka wa Kamanyola na Uvira ni kwenye mto wa Luvivi pale kwenye kilalo. Sio kusema kwamba wabaki tena Katogota, hapana, na kwanza waende tu